Ilikuwa asubuhi tulivu ya siku ya Jumamosi. Wanafunzi wa shule ya Dumbila walikuwa bize kufanya shughuli mbalimbali za usafi. Ilikuwa ni siku ya mapumziko, moja kati ya shule pendwa zaidi pale shuleni, kwani wanafunzi wengi hasa wale wahuni walitumia kutoroka na kwenda mitaani katika familia zao, na hata hivyo kwa mabwana zao. Shule hiyo ilikuwa ni ya wasichana tupu. Ingawa ilisifika kwa kufaulisha vizuri, lakini pia nje ya shule hiyo kulitanda kashfa juu ya matukio ya umalaya yanayofanywa na wanafunzi wa shule hiyo. Lilikuwa jambo ambalo liliwasumbua sana walimu wa shule hiyo, kwani kusikia fununu hakuwahi kumkamata mwanafunzi hata mmoja juu ya matukio hayo, sio walimu wa nidhamu, msaidizi mpaka mkuu wa shule Bwana Alex. Wote walishia kupata habari hizo mtaani tu. Koga, na kupeleka shule uende ukasome, tabia zako unazijua mwenyewe, sina haja ya kukukumbusha. Ukaa mitaani na ugumu wa maisha umeuona, kwa hiyo ukatulie, usome kwa bidii. Shule hii inafaulisha sana kama ukiwa serious. Mimi nimemaliza, ngoja niende na kukabidhi kwa walinzi hapa. Mengine mtamalizana nao watakao kuonyesha zilipo ofisi, ukaripoti. Mimi yangu nimeyamaliza, alisema mwanamke wa makamo ya miaka 30 kuelekea 40. Aliyekuwa nje ya geti kuu la shule ya Dumbila. Akikamilisha zoezi la kumfikisha mwanafunzi aliyekuwa akihamia shuleni hapo. Koga, msichana mrembo aliyehumbwa akaumbika, pamoja na kuwa na umri mkubwa wa miaka 23, lakini umbo na sura vilibeba taswira ya msichana mdogo wa miaka 17 ama 18. Alikuwa akijiunga na kidato cha 5, ikiwa ni baada ya kuhangaika mtaani baada ya kuacha shule akiwa kidato cha 2. Kisha ugumu wa maisha ukamchapa KO. Mwishowe hakuwa na chaguo jingine zaidi ya kusoma mafunzo ya QT. Hatimaye akafanikiwa kufika kidato cha 5. Marembo, karibu, hii ndio shule yetu. Pole na safari. Unaweza ukaacha mizigo yako nikupeleke ilipo ofisi ya mwalimu mkuu. Aliongea mlinzi wa geti, mzee mrefu kiasi aliyeujaza uso wake kwa uchebe uliokozwa kwa rangi nyeusi. Koga aliacha vitu vyake kama alivyoelekezwa na mlinzi na kufuatana naye mlinzi yule maarufu. Koga aliacha vitu vyake kama alivyoelekezwa na mlinzi
na kufuatana naye. Mlinzi yule maarufu kama Jombaa aliyeshindwa kuyazuia macho yake yasimtazame mapaja meupe yaliyoshiba yaliyoachwa wazi na sketi fupi iliyokuwa amevaa Koga. Ndio alizidi kupagawa, akajikuta akimeza mate ya uchu. Alimtamani sana msichana yule aliyokuwa amevaa. Ndo tumefika. Aligeuka Koga kuuliza mlinzi. Jombaa alikuwa mbali kimawazo, muda huo akiwaza starehe ambayo angeipata. Tumefika, ingia hapo mlango wa 3 kulia, ndio ulipo ofisi ya mkuu wa shule, asema yule mlinzi. Wakati huo Koga aliangua kicheko fulani hivi, maana macho yake yalimeza sawia kabisa kulipiga la yule mlinzi. Lililokuwa likitamani kutoka limtafune. Basi Koga akapandisha mini sketi yake juu kidogo ya mapaja, akachomekea shati lake safi na jeupe, kisha akapiga hatua za mahaba hadi ndani ya ofisi ya mkuu wa shule. Akagonga na aliporuhusiwa kuingia akafuata utaratibu. Shikamoo mwalimu. Shikamoo mwalimu, alisema Koga akizifikisha salamu kwa walimu na mwalimu mkuu wa shule Bwana Alex na Madam Jocelyn waliokuwa mle ofisini. Mkuu wa shule macho yalimtoka, ikabidi aivue miwani yake. Naitwa Koga, ni mwanafunzi mgeni, ninajiunga na kidato cha 5, alisema Koga. Kujiunga shule na sketi hapo na hizo lipstick ulizipaka kwa nini? Ulizipaka kwa nini? Umesikia hapa tunaonyesha mitindo, alisema Madam Jocelyn, ambapo mkuu wa shule hakusema chochote, akamwambia Koga akae kwenye kiti. Sasa mwalimu, ratiba ndio hiyo, inabidi ukaibandika ofisini na wote muifuate, wacha nimalizane na huyu mwanafunzi, alisema mkuu wa shule na kumpa Madam Jocelyn bahasha fulani hivi. Madam akatoka. Wakati huo ofisini wakabaki mkuu wa shule na Koga. Naomba ukae, nitajie namba yako ya kidato cha 4. OOHKY. Umepangiwa kombe gani? HGE. Sawa. Yalikuwa majibu na maswali aliyokuwa akiuliza mwalimu mkuu. Wakati huo Koga akiyajibu sawia kabisa. Wakati akiendelea na mahojiano, mwalimu mkuu alijikuta akistuka, macho ya uchu yakamtoka, akasahau alichokuwa akiongea. Ni baada ya Koga kukaa vibaya kiasi ya kuyapanua mapaja yake kidogo. Nakumbuka alikuwa amevaa mini fupi hatari, kilichozidi kumchanganya mwalimu. Kwa
jinsi mashavu yaliyoiva ya kuma ya Koga. Alikuwa akimtazama Koga, lakini sketi uliyovaa hairuhusiwi hapa shuleni, alisema mwalimu. Koga naye ni kama mashetani ya ngono yalimpanda, maana kwa makusudi ndio alizidi kuonekana sawia. Sasa Koga, hebu kaa hapa ngoja nakuja, alisema mkuu. Alikuwa kachanganyikiwa, damu imesha mchaka. Akatoka na kwenda kuchungulia baa. Bahati nzuri hakukuwa Madam Jocelyn ameshaondoka. Basi akafunga ofisi vizuri na kurudi ndani. Akamkuta Koga kakaa zake katulia tuli kama alivyomwacha.